tunakupenda Bwana Yesu, tunakupenda Bwana Yesu, Bwana Yesu tunakupenda, Bwana Yesu tunakupenda, Bwana Yesu tunakupenda. Revelation patuna, revelation ya yale watu, revelation ya masaita, watu wapenda wako pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru, nasi tunakuamini, na wewe ni Bwana, nimekatana wewe nimekatana usikatana mama, nimekatana usikatete, nimekatana wewe nimosika, nimekatana mama wewe, nimekatana wewe nimosa, nimekatana usikatete, chakana mama nimekatana usoyana, nimekatana usikata, nimekatana usikate, nimekatana usikatana mama, chakana Baba tunaomba uwezo wako yawe
haufananishwi, manake wewe ndiwe jana, leo na hata milele. Haubadiliki, haubadiliki Bwana. Ndiposa tutakuabudu, tunakuheshimu, tunakuinua Bwana, tunasema ni wewe katikati ya miungu. Wewe Bwana umeshinda.
Tunasema ni asante, tunasema ni asante kwa wema wako na kwa nguvu zako. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa wa baraka sana Bwana. Ni asante, tunakuinua, tunakutukuza, haufananishi Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hata leo Bwana tunasema asante, tunasema Bwana unastahili. Hakuna mwingine, ni wewe tu Baba, wewe usiyeshindwa, wewe usiyebadilika, ni wewe tu Bwana tunainua,
Ni wewe tu Mungu tunatukuza. Bwana, pokea sifa zote, pokea heshima, adhama. Bwana pokea. Ni wewe tu Mungu, toka jana, leo na hata milele. Haijapatikana wa kufananishwa na wewe na haitawahi patikana. Siku ya leo tukiendelea na kukushukuru Bwana, ninaomba neema yako tusaidie kuingia kilindini cha shukrani. Tusaidie Mungu wangu, nimeomba na natamani Jehova kuzama katika shukrani zaidi, manake Bwana, hii ndiyo njia. Uinuliwe na utukuzwe. Baba, nimeomba na kuamini. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ingine Mungu ametupatia. Tuko hapa kwa ajili ya maombi na nashukuru Mungu, manake Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Ningewauliza tuchukue viti vyetu, na najua ya kwamba tunaenda kubarikiwa na Mungu anaenda kututenda mazuri. Tutoke huku mbele. Tusogee mbele kama kuna viti ambazo Mungu atatubariki. Bwana asifiwe. Siku ya leo tajaribu kutengeneza, kuna echo, toa hiyo echo. Haikuwa sijui kuna mahali wameguza, toa hiyo echo, itakuwa ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua ya kwamba Mungu ni mweza na Mungu ni mwaminifu, na kuna sisi sawa day 2 ambapo tumekuja hapa kumshukuru Mungu pia, manake hakika yeye ni mwema. Ukiniongezea kidogo tu utakuwa umenisaidia nisimie sana kwako, na najua kwamba utaweza kubarikiwa. Na ukipunguza pia kabezi, because pia mimi niko na bezi ya kwangu kidogo, lakini si nyingi sana kama wengine wamebarikiwa zaidi pande hiyo. Na nashukuru Mungu kiniondolea bezi kidogo, uangalie vizuri, weke vizuri kidogo, alafu kahai kapatie kidogo. Najua ya kwamba tutakuwa sawa. Nasikia sasa tuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ningependa leo tunashukuru Mungu, manake kuna amesema ya kwamba nitakusaidia. Wakati nasoma Biblia ninafurahia sana, manake Mungu kila siku anazidi kunifundisha, nazidi kujua zaidi huyu Mungu wetu, ya kwamba yeye ni wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jana wenye hamkuwa tulizungumzia na tukaongea ya kwamba tulikuwa tunamshukuru Mungu, manake mwaka huu wa 2026 mwangaza ama nuru ya Mungu iko na sisi. Bwana asifiwe. Na tukaona ya kwamba hakika nuru ikiwa na sisi, nasi tutaitwa wabarikiwa, nasi tutaweza kuinuka, nasi tutaweza kupanuka, mipaka yetu itapanuka, tutaweza kubarikiwa vizuri, tutaweza kukuwa na wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile hali ya the study nikazidi kujua, nikifundishwa na Roho Mtakatifu ya kwamba Mungu ametuahidi ya kwamba nitakusaidia. Ambia jirani, Mungu amesema atakusaidia. Na wakati kama leo nikikwambia nitakusaidia, what will come in your heart? Nini itakuja kwa moyo wako? Baraka tu nitakusaidia.
just at a level ya kawaida. Mzee, mimi nitakusaidia. Ni utasikiaje? Utasikia namna gani? Utatamka nini? Shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na manake Mungu ametuambia nitakusaidia. That's why today tutaenda kumwambia asante, because our shift ya kwamba kuinuliwa kwetu, kuhamishwa kwetu, tutahamishwa manake tumepata msaada kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sometimes vitu za Mungu ni kuzielewa ni ngumu sana, lakini nataka nikwambia kwamba every time wakati umesoma neno na ulishike tu vile lilivyo, utakuta ya kwamba mambo imekuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla ya hiyo, ningependa tuimbe wimbo ambao sisi wote tunaojua, na najua ya kwamba wakati tunasema hivyo tutarudi tusome neno la Mungu na tushukuru Bwana, manake ameahidi nitawasaidia. Ambia jirani, mwaka huu Mungu amesema atakusaidia. Haleluya. Mimi kama nimeambiwa hivyo ningefurahia nipige makofi. Nipigie Yesu makofi. Manake yeye, unajua yeye si mwanadamu. Yeye si mwanadamu. Ukiambiwa Mungu akikwambia nitakusaidia, jua hakuna chenga. Jua hakuna mahali utaambiwa lete kitu kidogo. Mwanadamu anaweza kuambia nitakusaidia, lakini akwambia lete chai. Lakini Mungu akikwambia nitakusaidia, hahitaji chai yako. Chai yako ako na chai nyingi sana. Mungu ako na chai nyingi sana. In fact Mungu ako na pesa nyingi sana, hahitaji pesa zako. Wewe ndio unahitaji ya kusaidia. Bwana asifiwe. So wakati Mungu amesema na nitakusaidia, jua ya kwamba hakuna kitu anakusaidia kwa ajili ya rehema zake. Anakusaidia kwa ajili ya huruma zake. Bwana Yesu asifiwe. Nainua macho yangu nitazame milimani. Psalms 121. Msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu nainua macho yangu nitazame
mstari wa 41, mlango wa 41, na Bwana anaenda kukubariki. Biblia inasema namna gani? Yesu The Bible says, verse number 10 to verse number 14. But ndo tunaweza azia mstari wa 8 tuone vile Mungu anasema. Arobaini na moja, 41 not 47. Na ningeomba kwanza utupatie ya Kisugu ili alafu tutasoma hata hiyo ingine, usiwe na shida. Ama tuende itachijifu mstari wa 8. But as for you, Israel, my servant, nipatie na NLT itakuwa nzuri, lakini sawa tu, acha tusome hiyo, it's okay. Tusome tu hiyo, ni sawa, weka na hivi, haina shida, acha tuendelee. Inasema namna gani? But you, O Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Nataka nikuambie, we are, na sisi kila moja tuko na uhusiano na Abrahamu baba wetu wa imani. Amen. Na Mungu anasema, but you, O Israel, my servant Jacob. So now put your name there. Usiweke jina ya Jacob. Put your name there. Can you put your name? Can you put your name? Yes. Can you put your name? I want to hear many names now. Nataka nisikie majina mingi. Esther, Waboi, Kenodia, Bogwa. Yani nataka utamke jina yako na Bogwa. Sini sawa? Because we are all the chosen generation. But you, oh Israel, my servant, sikusikia Dorcas, sikusikia Alice, nataka nitikie hizo majina. But please, nataka, I want to hear that name. Narudia tena, hadi tushike. We, mko hapa na Steve. Kwa nini uongei na mko hapa? We. But you, O Israel, my servant, whom I have chosen. Just say, I am chosen. Sema nimechaguliwa. Mungu niwe anaongelea. Mungu niwe anaongelea. The chosen one of the Lord. Hallelujah. Yeah. You, my descendants from Abraham. Because Abraham ndiye baba wetu wa imani. Praise the Lord. Hey, my friend. Unajua baba yetu alikuwa rafiki ya Mungu, siulike kidogo. Unajua, kuna vitu vingine ukijua kwa Biblia unasikia raha. Wacha nikwambie tai, sikiza. Mtoto wa Uhuru akikuja hapa kwa hiyo visi, atahudumiwa bila kuulizwa swali. Ni kwa nini? Maana baba yake alikuwa mrezu. Let me tell you, wakati babako ako na uhusiano mzuri na Jehova, ako na uhusiano na, alikuwa rafiki ya Mungu, na kuambia kuna mambo inanyoroka. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna vita utawahi pigana just because your father alikuwa rafiki na Mungu. Bwana asifiwe. Au wacha nikwambie, wewe kama babako hakuwa mchungaji, sikiza, kama babako hakuwa mchungaji na sasa wewe ni mchungaji, na kuna mwingine hapa babake alikuwa mchungaji, kuna vita utapiga na piga, huyu hatapiga. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu alikuwa rafiki. Kuna mambo alitengeneza, kuna vitu zilinyorochwa, kuna mambo ambayo iko sawa, imewekwa taratibu, iko sawa sawa, na ndipo anasema you kinovya you mwalime. Sijui kama hao majina iko hapa. Bwana asifiwe. You mokelaje, yani umeunuliwa juu tena. Haleluya. Yani Biblia inasema kwamba whom I have chosen, yule ambaye nimechagua. Bwana asifiwe. Na ndipo mwimbaji akaimba, huyu jamaa Babariki Boazi anasema, kabla sijakuchagua ulinichagua mimi. So you can imagine, God has already chosen you before umchague kuwa Mungu wako. Alikuwa amekuchagua. And the Bible says what? Biblia inasemaje? Angalia verse number 9. I took you from the ends of the earth, from the farthest corner I called you. I said, you are my servant. I have chosen you. You have not, I have not rejected you. Ya kwamba Mungu anasema, ambia jirani, Mungu anasema mwaka huu amesema amekuleta kutoka nchi ya mbali. Manake yeye amekuchagua uwe mtumishi wake, amekuchagua na haja kukataa. Ambia jirani, kama mwaka jana ulikataliwa na watu, mwaka huu Mungu amekukubali. Haleluya. Naweza kuwa mwaka jana ulikataliwa na mandugu zako, lakini Mungu anasema sijakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hatuna kitu kingine, kusikia tujakataliwa na Mungu, si tunabaki tumwambie Baba hosana, asante. Siwinwe basi mkono wako, mwambie Baba asante, manake hujanikataa. Baba nakushukuru, manake hata kama nilikataliwa na hiyo ofisi, wewe hujanikataa. Watu walikaa wakaungana wakanikataa, wewe haujanikataa. Mimi bado ni wako. Mwambie Bwana ni asante. Haleluya. Halafu anasema namna gani? Tuendelea kupendile verse number 10. So do not fear. Ambia jirani, don't fear. Ya kwamba sikiza, sasa hapa bai Mungu ambia kitu. Hiyo ingine ilikuwa ni kuweka msingi. Tukajua ya kwamba tumechaguliwa, anatujua na majina yetu, ametuita sisi ni watumishi wake. Yeye amesema hajatukataa. Yaani na Mungu anatukumbusha, na mimi nakukumbusha kama mouthpiece yake, ya kwamba Mungu hajakukataa. Wewe ndiwe unaweza mkataa, lakini yeye bado hajakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujakataliwa na Jehova, wewe umebarikiwa. Biblia inasema ya kwamba usiogope. Ambia jirani usiogope. Mwambie jirani mwaka huu usiwe na uoga. Mwambie mwaka huu usitembee. Mwambie mwaka huu usitembee na uoga. Manake Bwana anasema usiogope. Manake anasema ya kwamba for I am with you. Kitu cha kwanza, why are we not fearing? Manake Mungu ako na sisi. Wacha niwaambie, hakuna kitu kizuri kama kuwa na hakikisho Mungu ako na wewe. Haleluya. Because unaweza kuwa niko hapa peke yangu, nimekaa hivi, watu wanasema yule yako peke yake, lakini wacha niwaambie, ni kama Elisha na wale maadui. Gehazi anamwambia tunaisha, manake yeye haoni tu Mungu ako upande wao. Lakini Elisha akaomba Mungu, akamwambia Bwana,
fungua macho yake. Wakati alifunguka, wale waliokuwa upande wao ni wengi kuliko wale walikuwa na wavamia. So Mungu akiwa upande wako, hata watu wakukataa, Mungu atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba for I am with you, do not be dismayed, for I am your God. I want you to mark this. Hii maneno ishiki. That's why sikibii nenda pole pole. Nataka ushike ya kwamba usiogope, maana mimi niko na wewe. Usifadhaike, manake mimi ni Mungu wako. Ya kwamba hautafadhaika. Praise the name of the living God. Hautafadhaika because God is your God. Anasema hivi, I will strengthen you and help you. Ya kwamba nitakutia nguvu, nitakusaidia. I will uphold you with my righteous right hand. Ya kwamba nitakushika, nitakushikilia na mkono wangu wa haki mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumeona kitu ya kwanza, Mungu ako na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikuambie siku ya leo ya kwamba Januari Mungu ako na wewe, ya kwamba February Mungu ako na wewe, ya kwamba March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 2026, Bwana amesema hapo pamoja na wewe. Ningependa ugeukie jirani, umwambie jirani yangu, mshike na mkono wa kulia, mwambie jirani yangu, Biblia inasema ya kwamba usifadhaike. Mwambie Biblia inasema usiogope. Biblia inasema usiogope wala usifadhaike, manake Mungu ako na wewe. Mwambie Mungu ako na wewe Bwana. Mwambie siku mwaka huu usiogope. Mwambie mwaka huu usifadhaike. Mwambie usifadhaike moyoni. Mwambie usikae na upweke. Manake Mungu anasema niko na wewe. Mwambie anasema ya kwamba mahala utalemewa atakutia nguvu. Mwambie atakutia nguvu. Mwambie utatiwa nguvu. Mwambie anasema ya kwamba atakusaidia. Mwambie anasema atakusaidia. Ningependa uanze kumtabiria. Ningependa uanze kumtabiria na neno la Bwana. Unajua neno la Bwana ni unabii kwake. The word of God is prophetic by itself. Ya kwamba neno la Mungu ni unabii yani neno la Mungu ni unabii. Bwana Yesu asifiwe. It is a prophetic by itself. Kwa hivyo ningependa uangalie, wacha kusema mimi si nabii. Nimekwambia neno la Bwana ni unabii. Haleluya. Muangalie na macho vizuri. Wakati unatabiria mtu, uangaliani kando. Uangaliani kando. Nataka sasa muangaliane vizuri. Mwambie Bwana anasema. Mwambie Bwana anasema, that says the Lord. Mwambie that says the Lord. Mwambie that says the Lord. Oh, I will be with you. Mwambie nitakuwa na wewe. Mwambie Mungu anasema nitakuwa na wewe. Mwambie Januari Mungu atakuwa na wewe. Mwambie Januari, February, March, nataka muongee hadi December. Mwambie jirani yako Mungu atakuwa na wewe. Mwambie atakuwa na wewe. Mwambie atakusaidia. Mwambie atakusaidia. Mwambie atakutia nguvu. Nataka nisikie ukitabiria jirani, ukimwambia Bwana anasema Mungu atakuwa na wewe. Jehova atakuwa na wewe. Hata mwezi wa tisa atakuwa na wewe. Atakusaidia. Atakutia nguvu. Kwa hivyo mwaka huu utamalizia na nguvu. Utakuwa na nguvu. Manake Bwana ndiye atakusaidia. Endelea kunena na maisha yake. Endelea kunena na maisha yake. Mwambie ya kwamba atakusaidia kikazi. Atakusaidia kihuduma. Atakusaidia kimalezi. Atakusaidia kishule. Katika masomo Bwana atakusaidia. Amesema atakusaidia. Huduma atakusaidia. Amesema atakutia nguvu. Wakati unasikia uko chini, anasema mimi msaada wako. Anasema nitakusaidia. Usipigie Yesu makofi sasa. Pigia
Bwana asifiwe. Anasema nitakusaidia. Mungu ameahidi, I am your God, I will strengthen you. What does that mean? Hatutakuwa weak this year. Habia jirani hautakuwa weak. Mwambie mwaka huu hautakuwa weak. Mwambie hautakuwa weak in the name of Jesus. Hata kama mambo yatakuja ya kukuweka chini, anasema hautakuwa weak. Bwana asifiwe. Hebu tupeleke 40. Hebu kwanza tupeleke 40. Tupeleke 40. Isaiah 40. Si verse Isaiah 40. Turudi 40. Turudi 40. 40 verse number 28. Hebu turudi hapo kidogo. Alafu tutarudi hapa. Amesema nitakuwa na wewe. Akasema usiogope, niko na wewe, nitakutia nguvu, nitakusaidia. Haya ni mambo matatu unafaa unakiri ya kwamba Mungu mwenyewe amesema atakuwa na mimi, atanitia nguvu, atanisaidia. Hey! Inasema namna gani? Do you know? Do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. No one can fathom. Ndio 41 verse 10 anasema I will strengthen you. 40:29 anasema he gives strength to the weary and increases the power of the weak. That is your portion. He is so faithful ya kwamba mwaka huu wakati utasikia uko chini, hautakuwa chini, because Mungu ambaye anatiana nguvu ameahidi ako na wewe. Na hakuna kitu kizuri kama kutambua ya kwamba Jehova anayetiana nguvu ako na mimi. Hiyo inakusaidia kustahimili na kuendua na kuwa na resilience katika huduma, katika maisha, katika kila hali. Amesema nitakutia nguvu wewe ambaye uko weary. Sininene na wewe ambaye unasikia hata umechoka. Unajua naweza kuwa ninahubiri na kuna mtu ambaye anasema amechoka. Mungu anasema ya kwamba I will strengthen you. Usichoke tena, hata kama unasikia ya kwamba mambo imekuwa magumu, unasikia umechoka, unasikia ya kwamba unataka kuacha, wacha nikutie nguvu. May you receive the strength of God. Sipokee nguvu za Bwana, sipokee nguvu za Bwana, sipokee nguvu za Bwana. Anasema I will strengthen you. I will increase your power. May your power be increased. Si nguvu zako siongezewe, si nguvu zako siongezewe. Wewe ambaye unasikia uko chini, mambo yamekushinda, yamekusukuma, unasikia uko kwa kona, na kuja hapa na neno la Bwana, ninakushika kwa neno la Bwana, ninakuvuta sasa, ninakuamurisha, maana umewekwa kwa kona. Hiyo sio sehemu yako. Kwa jina la Yesu toka na upokee nguvu ya kusonga mbele. Pokea nguvu sasa, pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana. Amesema ya kwamba nitakusaidia, amesema ya kwamba sitakuacha hata katika hali ambayo watu watakuona haustahili, watu watakukataa, lakini Jehova ako na wewe. Watani wapendwa, usije ukawalaika, manake Jehova ako na wewe katika shida. Haleluya. Ningependa kufanya declaration. Useme ya kwamba nataka useme Januari sitachoka. Useme Februari sichoki, Machi sichoki, mwezi wa 5, 6, 7, 12 sitachoka, manake Jehova ndiye nguvu yangu. Uinue sauti yako, fanya declaration. Useme sitachoka, sema sitachoka kuanzia mwezi wa Januari, mwezi wa Februari,
Oh yes Lord, oh yes Lord. Si useme sitachoka, sema sitachoka, because the Lord has promised he will strengthen you. Oh yes Baba, ninakataa sitachoka. Januari sitachoka, wala Jehova Februari hatutachoka. Oh March hatutachoka, hata mwezi wa 4 I will not get weary. Sitachoka Bwana, manake Bwana ananitia nguvu. Oh hata mwezi wa 5 na 6 sitachoka. Oh July, hear the word of God. I will not get tired, I will not get weary, for the Lord will strengthen me. Even August, September, hear the word of God. We are not going to wear out, we are not going to tire out, for the Lord will strengthen us, for the Lord will give, he will increase the power, we will continue to be stronger. Hear the word of God. The month of October, November, hear the word of God, that I will not get weary, I will not die, I will not give up, I will not quit, because Jehovah will strengthen us, will strengthen everyone. Hatutaondoka katika jina la Yesu. Even on December, ninakutangazia ya kwamba December sitaondoka, sitachoka, manake Bwana atanisaidia. Bwana ndiye ananisaidia. Safari nitamaliza. Tangaza safari utamaliza. Utamaliza mwendo, utamaliza safari, manake safari yako anayekusaidia anaitwa Jehova. Endelea na kuomba, ambia Bwana, mwaka huu nitamaliza safari, nitamaliza, manake msaada wangu uko katika Bwana. Ameahidi hataniacha, amesema ako na mimi, katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Ya kwamba he gives strength to the weak, to the weary, and increases. Yes, wacha endelee kuhudumia mchungaji na ushughulike katika jina la Yesu. Rapa katoli mazia repa na toza kayanda. Oh Bwana ni asante. Enda muombe tu na umshughulikie katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ. Ya kwamba Mungu anasema hatuchoki, Mungu anasema hatuchoki, Mungu anasema sichoki, katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kutoa pale nje, tuendelee mpendwa, hata utoe hapo nje, unaweza usaidie kilio, msaidie, mtoe pale nje, muende mumwombee, wengine tubaki hapa ndani kwa jina la Yesu Kristo. Wewe sikiza neno, wachana na Mungu, endelee kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, in the name of Jesus. Oh hallelujah. Bwana anasema nitakusaidia. Ambia jirani, anasema atakusaidia. Mwambie utasaidiwa. Na siku naona ameanza kusaidia huyo. Wata anasaidia watu wake. Mungu anakusaidia hapa wewe. Mwaka ni mwaka ambao Jehova amesema atakusaidia. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Mwaka huu kuna siku utasema ni nini? Utasema ni Mungu, maana amekusaidia. Oh hallelujah. Anasema ya kwamba I will strengthen you. Turudi mahali tulikuwa. Mwambie wapeleke wale wamuombee huko kwa kanisani. Njoo haraka. Ndio mwambie tu wampeleke huko kwa ile church. Hallelujah. Both away. Verse 10. Verse 10. The Bible says, do not fear, for I am with you. Hiyo tumeona. Usifadhaike, manake mimi ni Mungu wako.
I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Unajua Mungu atakushika na mkono wake wa kulia mtakatifu hivi akubebe. Alafu anasema namna gani? Ndio nyingine basi. Verse 11. All who rage against you will surely be ashamed. Amen. Kama kuna mwaka unatetewa na Mungu ni mwaka huu. Amen. Anasema ya kwamba wale ambao watakupangia mabaya juu yako wataibishwa na Mungu. Amen. Sasa ngojea aibu ikishika wale ambao ni maadui, wale ambao wako na nia mbaya, mwaka huu wataibishwa. Because Mungu ako upande wako. Akiwa upande wako, wanaokupangia kwanza inasema si few, inasema wote. Sema wote. Wanaonipangia mabaya, wanaoniwazia mabaya wataibishwa na watanyanyasika, watanyanyaswa. They will be disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Wale watakukataa, wale ambao watakukataa. Haleluya! Kama ni mimi wewe ningepigia Yesu makofi, maana yake amesema atiwende mahali ukataliwe. Wamesaini contract ya kuishi. Wanakukataa. Hiyo wamesema tumekubali kuishi. Because the Bible says those who oppose you will be as nothing. Wamesaini contract ya kuwa hakuna ya kuishi. Siheri kukaa kwa Jehova, siheri kumshukuru Bwana. Maana huyu Mungu ni mzuri wapendwa. Anasema ya kwamba wale ambao wataninukia. Maadui wangu sipigani na nyinyi. Maadui wangu sipigani, siwaambie maadui sipigani na nyinyi. Manake nitapiganaje na nyinyi na tayari hata kabla sijaanza kupigana mumesaini contract ya kuishi. Yesu asifiwe. Ambia jirani heri kwa Mungu. Mwambie heri kukaa kwa Mungu. Huu mstari tumenibariki. Huu mstari ni mzuri sana. Yakoba, hebu tupatie na lugha nyingine kidogo tusikie. Hii kidogo. Basi nene. Hebu tupe kafasho nyingine. See angalia. See all your ugly enemies lies there, confused and humiliated. All your ugly enemies. Yakoba, wale maadui walio na hasira. Wale walio na hasira. Wanasema, wacha nikwambie kuna maadui mwaka huu wako na hasira na wewe. Wanasema hautaendelea. Lakini uzuri ni kwamba Jehova ako upande wako. Haleluya. Hata kama wamekukasirikia, endelea na wadada. Endelea kuendelea na kunikasirikia. Endelea na kunikasirikia. Maana ninajua Jehova ako upande wangu. Ninajua moya hii ako upande wangu. Wanaokasirika kasirika. Wanaokasirika kasirika. Maana Jehova hadi mnaonikasirikia bado. Bwana anasema mtalala chini bulata. Mtateswa mkiwa chini. Kukaa kwa Mungu. Haleluya. That's why leo nikawaambia Mungu alisema tunamshukuru, maana yake anasema nitawasaidia. Haleluya. Confused and humiliated. Wakiwa wamechanganyikiwa. Mwaka huu manisbabu watateteka. Wataicha. Si mimi nitawamaliza. Mungu wangu ninayeomba hatawamaliza, atawanyanyasa, watafinyiliwa. Sasa niwaambie,
Biblia inasema badala ya Israeli kuuawa, nimetoa Misri iuawe. Kuna mwaka huu kuna watu wametolewa badala yako. Manake Mungu atakutetea. Mungu ametoa watakaoisha kwa niaba yako. Bwana asifiwe. We. Unasaidia watoto wasicheze sana. Si vizuri sana kuachilia sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Biblia inasema watakao kukataa watakuwa bure. Hakuna amen. Unaenda kibarua, mtu anakukataa, amesaini contract ya kuisha. Kwani amtemie hivi? Ni mimi nimesema. Haleluya. Wewe unaenda kazi, ati umekuja kazi, wanakuambia ufukutwa. Wewe toka hapa, hakuna kazi yako. Unasema asante Mungu amesaini contract. Ukienda na Mungu, ukikuwa na Mungu na ukaenda na Mungu, kampani zitakuwa zinakuhitaji, si wewe ukihitaji kampuni. Because kuwa na wao pale watanawili, wataendelea. Wakikunyima kazi ni shida tena, because wataisha. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hello, who opposes you will die. Imo kweli watakufa. Ni mimi nimesema watakufa. Wewe ni mimi nimesema ama ni Mungu? Bwana asifiwe. Ni mimi nimesema ama ni Mungu? Ya kwamba watafanya nini? Ati wataka Bwana asifiwe. Kaa vizuri na Mungu. Ukikaa vizuri na Mungu, watu wataenda. Kuna vitu zitaisha, manake umekaa na Mungu. Kaa na Mungu, miungu ya kweli yote ikufe. Kaa na Mungu, madhabahu iliyoinuliwa na mababu zako yote mwaka huu ikufe. Kaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zote ambazo ziliinuliwa ziishe kwa jina la Yesu. Ayayayayaya, noko nange yetu mbele. Pigia huyo Mungu makofi mazuri. Wakati mlikuwa huko, Mungu ameongea tena. Akasema angalieni, waliowakasirikia maadui wenu watalala chini, watachanganyikiwa, watafinyiliwa. Na hakukoma hapo, ameongeza akasema na akiona akoolea akafwa. Situkae kwa pande ya Mungu. Anasema yule atakukataa will die and come to nothing. Heri kukaa kwa huyu Mungu. Yakoba atiniende mahali. Nimekuja kuuliza kazi. Toka hapa, kwenda. Asante, umesaini contract. Akuisha. Wewe shika huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Yakoba atiende hii leo imenibariki sana. Hata nitaweka kwa post leo. Nasema yule mwaka huu usichanganyikiwe unikatae. Because ukinikataa utaisha.
Bwana asifiwe. Si ni heri tukae na Mungu. Si heri ukae na Jehova. Si heri ukae kwa Bwana. Uza jirani, mwambie usiondoke na usikatae Mungu. Kaa kwa Jehova, kaa kwa Mungu hata kupigania. Manake wote watakao kukataa watakufa. Hata wale wamemkatilikia wamekatilika bure. Wamekatilika bure. Kwao ni hapa chini. Kwao ni hapa chini. Nasema kwao ni chini. Nasema kwao ni chini. Nasema kwao ni hapa. Huu mwaka Bwana atakupigania, atakutia nguvu, atakuinua, atakutetea. Haleluya. Wale watakataa uinuke. Wale watakataa uinuke. Kwao ni hapa. Haleluya. Wale waliokalia viti wako katika biashara ya kukataa. Wewe uongezewe madaraka, wewe uinuliwe, wewe uende juu. Biblia imesema those who will oppose you, they will die and they will become. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata wanakasirika ukiinuka. Bwana asifiwe. Hadi wengine wanasema over my dead body ndio utainuka. Die now. Mimi niendelee. Kufa sasa hivi. May them die. For us continue. May their prophecy come to manifestation. For us to continue. In the name of Jesus. Habari njema kwa wachawi. Bwana asifiwe. Habari njema kwa wanaofunga majini. Habari njema kwa wale wapiga ramli. Habari njema kwa wale wana mioyo chafu. Bwana anasema, Bwana anasema, wote chini. Haleluya. Biblia inasema namna gani? Wewe ambaye unaharibu, wakati wa kuharibiwa kwako tayari umefika. Nataka nitangazie wanaoharibu watoto, wanaoharibu kazi, wanaoharibu jamii, wakati wao wa kuharibiwa ni mwaka huu na ni sasa. Mwakeni pale chini ya kitabu. Mwakeni na hapo chini ya garagara kwa kitabu. Mwakeni hapo tu aendelea kwa garagara. Mlalisheni tu hapo, mwachane naye azungumze na Mungu. Haleluya. Amen. Mwake chini ya lale. Mwiende ndio mbaruki wewe kalala ndena. Bwana asifiwe. Aya. Kutoka mahali umekanyanga nao. Wewe. Leo unakufa. Wewe unasikia kufa leo. Will die. Kama utashika kitu kingine shika hiyo.
We lie down. We lie down. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunainama, tunainuka, twainua mikono, Yesu astahili heshima na Bwana asifiwe. Wapende watipende, wapende watipende. That says the Lord, in the name of Jesus. Tumalizie ama hapo ndio mwisho. Ilikuwa ni hapo mwisho. You will look in vain for those who tried to conquer. Yani yule anajaribu kukushinda. Ola atakutinda. In vain. Tatikile ili kusoma Biblia bwana. Ili kutikia hiyo Bible. Ya kwamba who will try to conquer you. Those who attack you will come to nothing. Wale ambao watakuattack, aidha kwa njia ya mapepo, aidha kwa njia ya magonjwa, aidha kwa njia ya rejection, aidha kwa njia ya chuki. Biblia inasema watakuja kuisha wote. Wale watakao jaribu kuniataka, sikizeni vizuri na mjue ya kwamba mtaisha. Nyinyi ambao mtanikata, msikize vizuri, wakati wa kuisha umefika. Haleluya. Mwaka huu mwenye anakusaidia hataki mchezo. Mwambie hataki mchezo. Hataki mchezo. Mwambie our God hataki mchezo. Amen. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana, nasema ni asante kwa ajili umesema utaniahidi. Umeahidi utanisaidia. Mshukuru Bwana leo. Oh Baba, nakushukuru.
wako, tunakupenda. Umetuahidi hautatuacha, umetuahidi utakuwa na sisi, umetuahidi utaenda na sisi, umetuahidi watakaotuinukia Bwana wataisha, watakaotupangia mabaya Bwana utalinda wao. Bwana ni asante, hili neno lako tumelipokea, hili neno lako tumelipokea na ujasiri na tutenda nalo. Ulituambia tuwe jasiri na tuwe na nguvu kufuatilia neno lako. Oh God, this day tutafuatilia hili neno lako, tutalifuatilia Bwana, tutalikamata, tukakaa nalo ya kwamba wewe ni Mungu atakayetutetea, wewe ni Mungu uko na sisi. Umesema hutatuacha, nasi Bwana tumesangaza ya kwamba wewe ni msaada wetu. Uinuliwe na utukuzwe, uabudiwe na uheshimiwe. Wakati tunaenda nyumbani, nafunika kila mmoja na damu ya Yesu. Naomba malaika wa mji huu Bwana akaweze, malaika wa ukumbi huu akaweze kuendelea na kila mmoja, na kuombea neema ya kuendelea na kuomba, na kuombea neema ya kuendelea kuita Mungu, na kuombea neema ya kuendelea kumsifu, ya kumtumikia Bwana. Hata wakati unasikia umechoka, Mungu amesema atatusaidia. Hautachoka, utatiwa nguvu. Kutoka Januari, February, March, April, May, June, July, August, September, Mungu atakutia nguvu. Mungu atakutia nguvu. Nasema utatiwa nguvu na Mungu. Nasema Mungu atakutia nguvu. Nasema Mungu atakutia nguvu. Nasema Yesu atakutia nguvu. Roho Mtakatifu atakutia nguvu. Mwaka mzima utakuwa wa Bwana. Utatumikia Mungu. Mwaka huu 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 ni mwaka wako. Mwaka huu ni mwaka wako. Natangaza ni mwaka wako. Natangaza ni mwaka wako. Hakuna kitu kitakulemea. Hautashindwa kwa jina la Yesu. Oh, Mungu wangu ni asante. Mwaka huu mapepo hayatakuingilia, hayatakufinyilia, hayana nafasi kwako. Maana wewe ni moto unaowaka. Wewe ni moto unaowaka. Wewe ni moto unaowaka. Utateketeza mapepo, utateketeza maadui katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba usiku wa leo natangaza ya kwamba wewe unatetewa na Bwana, wewe utapiganiwa na Yesu, na kwa jina la Yesu sasa, ninaomba na ninakufunika na damu ya Yesu. Ninainukia nguvu zote za shetani, nguvu zote za mapepo. I command them now, hayana nguvu katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa kuinuliwa kiungo. Utainuliwa kiungo, utainuliwa kiwango kingine, utainuliwa kiwango kingine. Nasema utainuliwa kiwango kingine. Hata wajaribu kukataa, Biblia inasema watakaokataa watakufa katika jina la Yesu. Ni zamu yako kuinuka. Nasema ni zamu yako kuinuka. Utainuka sasa, utainuka sasa, utainuka kwa jina la Yesu. Pokea neema hiyo, pokea neema hiyo, pokea hiyo neema in the name of Jesus. Usiku wa leo wakati umelala, nimekufunika na damu ya Yesu. Nimekuombea wema wa Bwana. Nimekuombea amani. Nimenena ulindwe na damu ya Yesu. Ukuwe na kupumzika kuzuri. Ukifika masaa ya kuamka kuomba, uamke na neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Hakuna silaha ya adui itakao kufinyilia, itakayo kufanikiwa kwako katika jina la Yesu. I pray for your spouse. I pray for your children. They are under the covering of the blood of Jesus. Usiku wa leo natangaza wema na Bwana ukawe juu yako. Neema na fadhili zake zikazidi kuwa nawe katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.